Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Basi ni wakati mzuri wa kwenda kusikia neno la Mungu. Kabla sijaendelea, naomba kumshukuru Mungu. Ninakutukuza Mungu kwa ajili ya nafasi hii nzuri ya pekee yake sana umetupa. Ni zawadi ya pekee mno kwa umetupa siku hii, afya zetu, hali ya hewa nzuri. Tazama, umetupa nuru ya ajabu kutuangazia. Mungu, umetupa nafasi ya kuwekwa hemani mwako wakati huu, na tumekuona Mungu toka tumeingia mahali hapa. Bwana, ninakusihi Mfalme Mungu, kwa wakati huu ambao umenisimamisha mbele yako na mbele ya watumwa na watoto wako, watumie kinywa hichi na ulimi huu pamoja na sauti hii, ukaseme nasi ili yote yakawe kwa utukufu wa jina lako Yesu, ninaomba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Leo tutaongelea kwa kila mtu ana kitu chake. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu ana kitu chake. Kama Mungu alivyo na watu wake, ndivyo wewe pia ulioumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura yake una kilicho chako, kwa sababu makusudi ya wewe kuwepo ni kwa sababu kuna kitu ulicho nacho. Kwa hiyo unacho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuwa na kama marumbano wakati napewa hili somo, nimeuliza maswali mengi. Hili somo limekuwa tatizo sana kwangu kulipata, kuwa mtu ana kitu chake. Sasa mimi nitajuaje kama mimi nina kitu changu? Lakini nikamkuta Roho Mtakatifu ananilazimisha kuwa kama wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu, ni lazima una kitu ambacho makusudi ya Mungu ndani yako, hicho ndicho kitu ulichokuwa nacho. Na kila mmoja anacho kitu. Kila mmoja anacho kitu, kwa sababu wewe sio wa wewe, wala wewe sio wa wao, isipokuwa wewe wa yeye aliyekuweka hapo, ndiye aliyekupa hicho kitu ulichokuwa nacho. Inawezekana hii ndiyo tatizo kubwa kwetu. Watu wengine tupo, lakini hatujui mimi ni nani. Haleluya. Tupo, lakini hatujui mimi ni nani. Kwa nini nipo? Ninataka nini au nahitaji nini? Hili ni tatizo ambalo kila mtu, watu wengi, sio kila mtu lakini watu wengi tunakuwa tunajiuliza, na hapo tunakuwa, kwa sababu hatujui, tunakuwa hatujitambui kuwa sisi ni wakina nani. Lakini mimi nataka nikwambie kuwa katika somo la leo linaweza likawa gumu kidogo kunielewa, lakini ukiweka akili yako vizuri kusikiliza, unaweza ukaelewa na kupata kitu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu amenipa kwa ajili ya mtu mmoja aliyemo humu ndani. Haleluya. Wewe ni nani? Una nini? Kwa nini wewe sio wa wao? Kwa nini wewe ni wa yeye? Sasa mara nyingi ninakuwa nikianza kuongea na kuwa nahusisha sana maisha, kwa sababu kwenye maisha ndipo kulipo kuwamo. Kiswahili hicho jamani. Kiswahili kigumu wakati mwingine kuliko Kiingereza. Kwenye maisha ndipo kulipo kuwamo hicho ulichokuwa nacho.
Hapo nitakuwa nimeeleweka? Yaani kwenye hayo maisha unayoyaishi, na hayo maisha ni kitu ambacho mtu mwingine hawezi kukupa, isipokuwa mtu mwingine anaweza akakupotezea au kukudhurumu. Sijui kama niko na mtu darasani. Yaani mtu hawezi kukupa maisha, lakini mtu anaweza kukuharibia maisha au anaweza kukupotezea maisha. Sijui kama kuna mtu anaelewa hicho Kiswahili. Sasa kuna kitu kwenye maisha, kuna siri kubwa sana ya kitu ambacho ulichokuwa nacho kwenye maisha yako, na ndio maana wewe unajiona labda huna maisha, yani una maisha ya kawaida tu. Lakini hayo maisha yako ya kawaida, huna pesa, lakini hamna mtu mmoja asiyekuwa na hela humu ndani. Wote nawaoneni mamilionea, kwa sababu mmejaa na mmefunikwa na baraka zote za Mungu. Kwa hiyo ukifanya kazi yako, Mungu atabariki kazi yako na wewe una pesa. Sasa wakati mwingine unajihisi kama wewe yani huna pesa, lakini huna kitu, lakini wewe thamani yako ni kama ndogo sana. Lakini hivyo ulivyo bado unaona una maadui. Alafu uelewi sasa wanataka nini kwangu? Hivi unaelewa kwa nini wanakupapatua? Huna hata hela, wakati mwingine huna hata kazi, lakini unasikia yani wewe utabaki huna kazi hivyo hivyo. Sasa Mungu hajakuumba wewe usibaki bila kazi. Mungu amekuumba uwe na kazi, lakini wanakulazimisha usiwe na kazi. Wanakulazimisha, wanakwambia hautofanikiwa, lakini Mungu amesema utafanikiwa. Sasa hebu jiulize maswali. Wewe huna kitu, lakini wanakulazimisha usiwe na kitu zaidi. Kwa nini? Kuna kitu kikubwa sana ndani yako ambacho wao katika ulimwengu wa roho wanakiona, na inawezekana sasa wewe kwa sababu ya kutokujiamini hukioni kile ulichokuwa nacho, lakini wewe ni mkubwa kuliko hivyo ulivyo. Haleluya. Sasa mara nyingi tunajichukuliaga, hasa hapa ndipo kwenye shida, tunajichukuliaga vile wanavyosema au vile unavyo. Wakati mwingine wamama mnajichukuliaga hivi, ukienda kwenye kioo wamama, lakini wanaume pia tunakwendaga kwenye vioo, ndio sio kama wamama. Kwa hiyo wanaume hata kama tunakwendaga kwenye vioo, mimi sikuwekeni humo, naweka wamama. Wamama mkiendaga kwenye vioo, nisameni na kupigieni mfano mzuri tu. Ukienda kwenye kioo unaanza kujiangalia, halafu vile ulivyo sasa unajiangalia, halafu unamchukua fulani unamweka hapa, unamlinganisha, lakini yule mzuri kweli. Kwa sababu na nyinyi mnasifianaga, kweli sio kweli? Yani yule sasa, hichi kipua changu kama kingekuwa hivi ningekuwa kama fulani, yani ungekuwa kama fulani. Yani unajiondoa kwenye kuwa wewe vile Mungu anavyotaka uwe wewe, alivyokuweka wewe uwe wewe, unajichomoa kile kwa sababu ya kile kijipua. Sasa Mungu kwenye kile kijipua ndipo alipoweka kitu fulani, yani hicho, yani unaelewa. Mtu mmoja nikimuuliza hapa hawezi kuniambia. Wanawake mnaolewa alafu baadaye unashindwa kuelewa hivi huyu mume kanipendea nini? Yani hicho kipua ambacho unakiona wewe sije kimekaaje, basi hiyo kwa sababu kimekaa kimalienge namna hii, alafu yeye mwanawe akiangalia kile kipua anaona wow, yani Mungu bwana hapa umepatia yani hichi kipua yani alafu wewe ndio hicho kipua sasa unataka ukinyooshe ili kikae kama unavyotaka wewe, sivyo Mungu anavyotaka na sivyo alivyokuumba. Amekupa kitu anachokitaka yeye uwe nacho. Haleluya. Shika, niko na mtu darasani. Sasa kuna vitu ambavyo tunahitaji sana kujua kuwa una kitu, na hichi kitu ni lazima ukubali kuwa sio kinatokana na wao, isipokuwa kinatokana na yeye aliyekufanya uwe hivyo, na anataka uwe hivyo kwa makusudi yake. Yani yeye ana mpango na wewe hivyo ulivyo. Sasa wengine, kijana wangu mmoja ana mke wake mzuri sana, ni mrembo hivi, mzuri na mrembo, mzuri na mrembo, yani mzuri na mrembo. Unajua Mungu hakoseagi, hakunaga mwanamke mbaya. Wanawake nyinyi ni wazuri na warembo, yani ni wazuri na warembo, yote
Mungu amebariki. Unaweza kumkuta mwingine na kijinywele kimelala hapa, mwingine ana kinywele kimelala hapa, alafu kila mmoja ana different beauty. Yani ile ukiangalia, yani Mungu anafanyaga kitu kama anavyotaka yeye, amekupa kitu kama anavyotaka yeye. Sasa kuna shida. Huyu bwana yeye haridhiki. Anakwambia sasa mimi ni mdogo wangu, kwa hiyo wakati mwingine nikifikaga aniambia, yani wewe mchungaji unachelewa sana. Nachelewa nini ndugu yangu? Anakwambia yeye wanawake anaita vimondo. Yani ukisikia anakwambia kimondo, yani ni kimwanamke, yani yeye kwenye macho yake kimekolea, yani hawezi kukisamehe. Ana mke mzuri huyu bwana mdogo, mrembo. Anakwambia yani siachi kimondo kile. Sikiachi. Yani sasa tatizo lipo. Nikamwambia bwana mdogo, ni kwa sababu wewe hujui una nini. Haleluya. Hujui una nini. Ulichokuwa nacho kikichomoka tu ndio utatambua kama ulikuwa na nini, halafu hautakipata kwa sababu una mateso unayoyafanya haya. Hii itakuja kukugharimu siku moja. Akaniambia hawezi kunigharimu, si uko na pesa. Unajua tunadanganyikaga wakati mwingine tukiwaga na hela. Nakwambia geni siku zote, watu wa Mungu, hela sio inanunua kila kitu. Nakwambia kitu cha kwanza, hela haiwezi kununua furaha tu. Yani furaha tu hela hainunui, isipokuwa hela inaharibu furaha. Mimi naijua hela, nikiongelea habari ya hela naijua vizuri. Yani mimi kwenye kuvuruga ile milioni 2 kwa dakika 10 nilikuwa wala sioni hasara. Yani ile milioni 2 ile alafu sionei uchungu wala sina chochote. Kwa hiyo hela kuivuruga ninaijua vizuri tu sana. Nikiongelea habari ya hela hainunui furaha, ni kweli hela hainunui furaha, isipokuwa Yesu ananunua. Cha kwanza anakupa furaha. Haleluya. Yani Yesu ndo mwenye kila kitu. Sasa tunakuwa yeye, kwa sababu yuko na hela, anaona amna, huyu mwanamke kila siku anapata kila kitu anachotaka. Nikiondoka na mwachia 50,000. 50,000 it's nothing, haitengenezi kitu. Lakini ile ya kusema tu nakupenda sana mume wangu, nakupenda sana mke wangu, hii ni zaidi ya ile 50,000. Kujiheshimu, kujitambua, kujijua wewe ni nani, una nini, ile ni zaidi ya kuwa trilionea. Haleluya. Kuwa trilionea hiyo sio kitu, lakini kujitambua, kujijua kuwa wewe ni nani, una nini, msimamo wako ni nini, msimamo wako wewe, unasimama wapi, unasimamia nini, umepewa nini, una nini, umebeba nini. Hichi unatakiwa kujua wewe umebeba nini, kilicho cha kwako ni nini. Usikipapatue kisichokuwa cha kwako ukataka kiwe cha kwako. Cha kwangu mimi unataka kiwe cha kwako, na cha kwako wewe unataka kiwe cha kwako. Pumbavu. Muhimu sana mwanadamu ujitambue kuwa wewe ni nani, una nini. Hicho ulichokuwa nacho Mungu amekustahilisha uwe nacho. Kuwa satisfied, yani ridhika na hicho ulichokuwa nacho ili kiwe bora. Dogo wangu akawa na mwanamke mwingine pembeni. Mwanamke wake anajua, kavumilia yule mtoto wa kike. Kanipigia simu. Mimi ananiita baba, sio shemeji. Baba, nishachoka habari za mdogo wako, kwa hiyo bora nikakae peke yangu. Nishavumilia sana, nishachoka. Nimwache mdogo wako na nyumba yake na hela yake, lakini mtoto wangu naenda naye. Nikaiona hii ni kesi. Nikamwambia mama, kwa hilo hapo sikwambii nenda au baki.
lililo kichwani mwako lifanye mwenyewe, sababu sikutaka kuwa katikati yao. Kachukua mtoto wa kike, kamchukua binti yake, enda zake. Dogo anarudi nyumbani kakuta kila kitu kiko sawa hivyo hivyo. Lakini alipopiga simu, uko wapi? Ufunguo wako nimekuachia hapo kwenye kikopo cha ua hapo chini, nyanyua hilo ua, kifunguo wako uko hapo. Wewe uko wapi? Mimi nishaondoka, nishachoka. Kamwambia tu kwa upole tu, tena kwa vizuri tu. Mimi nishachoka hiyo tabia ya mimi nishachoka. Hebu kamchukue huyo alafu mlete hapo naye aje kuvumilia hayo. Sasa anapiga simu vile, kumbe yuko na kimada chake. Alafu anaambiwa hicho kimada ndo kiweke humo ndani, alafu uendelee na maisha. Mbona hakuweza kukaa na kile kimada pale pale? Akamwambia, wewe mwanamke umekuwa kisilani, umekuwa nuksi, umechukua gundu, umenitia gundu. Sitaki hata kukuona, mke wangu kaondoka kwa sababu yako. Kwani alipokwenda kumtafuta alikuwa hana akili ya kujua kuwa siku moja nitaharibu? Sasa kafukuza huyu, amekwenda zake, na huyu humu ndani hayumo. Alipotaka kwenda kwa mwanamke wake mwenye mama ya mtoto, mke wa ndoa, akamwambia, mimi kama ni ndoa basi kama Mungu anisamee, hiyo ndoa limekuwa doano, hii ndoano hii imekaa shingoni, tena limenikaba vibaya, sitaki tena na wala sirudi tena. Dogo kakaa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, akaenda kwa mchungaji. Akasema, mchungaji, nimeiona dunia ya moto. Sasa hivi leo nataka kuokoka. Dunia imeniunguza. Sasa nishajua kuwa nilichokuwa nacho kilikuwa cha thamani sana, lakini nika abuse. Akaanza kutambua kile alichokuwa nacho. Alivyookoka, mwanamke akasema, hamna kaokoka feki huyu, kaokoka ili nirudi. Sina kwambia gani watu wanazamaga na matenki makubwa. Huyu ni mzamiaji, amekuja ili nirudi. Lakini ndogo anakwambia, yani mchungaji, hapa inabidi uniombee, hapa uniombee kwa mke wangu arudi, mimi nishaokoka, nimeokoka kweli. Analia machozi mpaka na mafua. Alafu mwanaume unajua akilia machozi mpaka na mafua hapendezi. Makamasi yale. Makamasi. Okay. Analia na makamasi ile kama kondoo fulani hivi. Yani mchungaji, yani hapa anakuambia nimekipaka. Yani hapa ndo nimegundua kama kumbe nilikuwa na kitu. Kwa hiyo umuhimu mimi kwangu, yani yeye analia amegundua kuwa ana kitu, mimi kwangu likawa somo, kumbe kila mtu ana kitu chake. Haleluya. Unaweza usiridhike na hicho ulichokuwa nacho, ni kwa sababu hujui thamani yake. Sasa kitu cha kwanza kwenye maisha yako ukiwa kama mwanadamu, ni lazima uijue thamani yako wewe. Haleluya. Ni lazima uijue thamani yako wewe. Wewe thamani yako ni nini? Yani thamani yako ukiwa kama binti, mwili wako ni thamani ya peke yake, sio wa kuguswa tu. Kisemo cha mamangu anasema unakuwa kama avocado la kuonja, ili limekatwa kipande hichi, kwanza onja. Wewe sio avocado la kuonja. Wewe jithamini mwenyewe. Jipe ile thamani aliyokupa Mungu. Na kijana wa kiume mara nyingi tunakuwa tunasema mimi kijana wa kiume. Sikiliza, tulivyo wajinga na wapumbavu vijana wa kiume, vile unavyokwenda kwa kila mwanamke unaona kama ni sifa, ni mchafu. Haleluya. Ni uchafu. Mara nyingi nakuwa nasema hivi, sio kila anayekukumbatia ana baraka. Mwingine ukimkumbatia tu ushachukua gundu. Ulikuwa na kazi, utafukuzwa kazi. Ulikuwa na pesa inaanza kuchomoka kidogo kidogo. Ni kwa sababu ulipokwenda kukumbatia hapakuwa sahihi. Kwa hiyo umekumbatia lile dude linaitwa nataka kuongea Kigogo lakini nataka nisiongee Kigogo. Dude ambalo limekuvaa usoni, limekuwa yani baada ya kuonekana Shadraki, anaonekana Shadraki dubu fulani hivi. Ukiniangalia mimi najiona kama mimi, lakini wewe ukiniangalia unaona mimi ni dubu fulani hivi.
Kwa hiyo yani ukiniangalia tu unaona huyu naye mwanaume gani huyu? Unakwenda kuingia kwenye mikosi, unakuwa na malaana ambayo bila wewe kujua, lakini kwa sababu umeshindwa kujiheshimu mwenyewe, umetaka kuonekana kuwa mimi ni HP. Ni HP. Vijana wangu tuna ile mpaka ule mwendo mwendo unabadilika na lugha inabadilika. Yeah, you know me, what I'm saying, you know? Yeah. Yeah. Alafu kumbe ni kwa sababu tu unataka kujionyesha kuwa wewe ni mtu fulani, lakini kweli wewe ni mtu fulani, lakini kwenye mtu fulani unajichunga kiasi gani ili kuiweka thamani? Mtu wa Mungu, wewe una thamani yako. Sije kama mtu ananielewa naongea nini. Yaani wewe una thamani yako. Thamani yako ni ya kimungu. Thamani yako ni ya kimungu. Mungu mwenyewe anasema nitakuheshimisha, si ndio? Nitakuheshimisha. Sasa wewe kama hujiheshimu, Mungu atakuheshimisha vipi? Kwa hiyo wewe unajua unacho kitu. Lakini nataka nikwambie hivi, na huyu Mungu wetu aliyetuumba sisi na kutupa hivyo vitu, Mungu anawajua walio wa kwake. Mungu anakujua kuwa wewe ni wa kwake. Wewe una adabu na yeye, wewe ni mtiifu, mnyenyekevu, mpole, mwenye kufanya yale makusudi yake, unayemjua Mungu na kutaka unajitahidi kufanya yale baba yako anataka. Kwa hiyo anakujua. Haleluya. Na anatamani sana uzidi kuwa mtoto bora, ili ajidai, binti yangu, mimi nakupenda sana. Na Mungu anakupendeni kweli. Mungu anawapenda sana, anawapenda, halafu anawajali mno. Yani Mungu anatupenda sana, halafu anatujali kuliko sisi. Tumeambiwa sisi ni mboni. Hivi wewe ni mboni? Hilo jicho vumbi lishawahi kuingia bila mpango? Vumbi likitaka kuingia hilo jicho si halijaona vizuri? Ulinzi wa hili jicho hivi inatokeaga kwangu tu au inatokeaga kwa kila mwenye kope? Yani jicho ulinzi wake, ili jicho ulinzi wake ni hatari. Yani siku moja naendesha kibajaji changu, sikufikiria kama kile siji alikuwa nje, siji alikuwa mdudu gani, sikumuona, lakini alikuja papa, alafu akadakwa hapa nje. Alafu nikaanza sasa mimi nilikawa pia ni somo. Mungu anasema mimi ni mboni ya jicho lake. Umeelewa? Yani mimi ni mboni. Ulinzi wa jicho, yani ili jicho ndilo linaloona, lakini kabla halijaona ulinzi wake ushadaka. Kuliko makombora ya maskadi ya huko wanayorushiana huko. Yani yanakuwa yalishaonekana kabla halijafikiwa huko, lishadakwa huko. Sasa wewe unao ulinzi uliokuwa nao ni sije kama kuna mtu yuko darasani na mimi ananielewa naongea nini. Heshima yako anayokuheshimu Mungu ni ya peke yake sana. Anasema ninawajua walio wangu. Hebu twende zetu kuangalia kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 16 mstari wa 5. Hesabu 16:15. Yuko mtu anasoma? Hesabu 16:15 inasema Hesabu 16:5 inasema kisha hakanena
Kora na mkutano wake wote, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani hatakaye mkaribisha kwake, maana yeye atakaye mchagua ndiye atakaye msogeza kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kulikuwa na marumbano. Huyu Kora alikusanya watu, akafanya kikundi cha kupingana na Musa, lakini maandiko yanasema Mungu anawajua walio wake. Wakapingana na Musa wakiwa kundi kubwa, wakafikiria kwa sababu wao ni kundi kubwa wanawezekana, wana nguvu. Nisikilize nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Kwenye mapito yako unapitia wakati mwingine mgumu sana wa mashindano ya peke yake sana, ya kuwa mpaka unaonekana wakati mwingine kama umeachwa, umetengwa. Mungu ndiye mwenye majibu ya kila maisha unayoyapitia. Musa akasema hivi, ni kweli, lakini sikilizeni, asubuhi tumtafute huyu Mungu. Yeye Mungu atatoa majibu, kwa sababu Mungu anawajua walio wake. Maandiko yanasema hivi, kisha akanena na Kora na mkutano wake wote. Yani akamwambia Kora na ule mkutano uliokuwa unamuunga mkono Kora, akawaambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wa kwake, walio wake, andiko linasema. Kwa hiyo Mungu anawajua walio wa kwake. Wenye watoto, mfano mmoja wa kibinadamu mdogo sana, lakini kwangu naonaga mzuri sana. Wenye watoto wakishafikia umri wa kuanza kujitegemea, baba au mama anajuaga kabisa. Watoto wakishaanza kuwa wana akili za kuanza kujua sasa wanaweza kujiamulia, ndio nzuri zaidi kufanya maamuzi yao. Sasa pale baba anajuaga kabisa kama yule mtoto kakata kamba, yani huyu mtoto kama sio wangu. Au mama, ndivyo wa mama au sivyo ilivyo wazazi? Yani watoto wote ni wa kwako, lakini unamjua kabisa kama huyu mtoto jeuri. Mpaka ukimuita kikao, lakini nategemea mtoto mmoja humu ndani, kwa sababu watoto wote ni watoto wa Mungu. Haleluya. Hamna mtoto mwenye tabia hiyo kabisa. Sasa baba au mama anakuambia, yani huyu mtoto ni jeuri, huyu mtoto ni kiburi, huyu mtoto mimi hata kumwagiza kitu wala kumtuma kitu, yani simwamini na wala sitaki hata, yani huyu mwache tu awe na maisha yake. Ikifikia hivyo, ujue ndio maana Mungu anasema hivi, Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote, njoni. Kama utaki anakulazimisha, si utaki. Sasa Mungu anasema anawajua walio wa kwake. Maana yake anakuhitaji wewe ulio wa kwake uwe mnyenyekevu, mtiifu, msikivu, mtenda yale anayoyataka yeye. Akikwambia sikiliza, mimi ndiye ninasema hivi, nimekubariki binti yangu, nataka uende na mimi upande huu, usisikilize wanasema wewe uko kanisani unakokwenda kwa walokole huyo. Hivi wewe unamjuaga huyo mchungaji Shadraki? Unamjuaga huyo alikuwa mibangi? Kweli mimi nilikuwa mibangi. Kwa hiyo tu nilikuwa nayo, yani manyago niliyafanya, lakini nimeipata neema ya kumsikia sauti ya Mungu na kujua kuwa ninaweza kustahili na ninastahili kuweko na kuwa rafiki wa Mungu. Haleluya. Ni kwa sababu ya usikivu ndio maana nilikuwa skeleton, leo mimi ni bonge. Mimi nilikuwa skeleton, mimi nilikuwa nusu mtu hivyo, hii. Halafu ondoa vinyama hivi. Mimi nilikuwa nusu mtu, halafu ondoa vinyama, lakini leo mimi bonge.
Mibonge kabisa. Mimi nakwambia mpaka watu wakiniangalia wanasema, hivi wewe mpaka wewe mgogo wewe umenenepa. Mimi mgogo ndio nimenenepa kweli. Yesu huyo. Nimekutana naye akaniambia, wewe sikiliza wewe kijana wangu, hebu njoo. Wewe mbona wewe twende huko. Afu huko hakukufai. Mimi nataka twenzetu hivi. Na mimi nikamwambia okay. Wewe brother wangu bwana, wewe mimi nilikuwa nimekumisi siku nyingi kweli, ni brother wangu Jesus huyu. Akanichukua akaniambia, sikiliza dogo, twenzetu hivi. Nilivyoondoka naye ndio maana unaniona leo nikiongea, siji kama unanielewa, siji hunielewi. Ameniambia nikwambie hivi, anakujua. Haleluya. Ananiambia hivi, nikwambie, anakujua. Anakupenda sana. Anakuthamini sana. Wewe ni wa kwake yeye. Wewe umebarikiwa na yeye. Unajua wakati mwingine tunasema hivi, Yaani wewe hautakuja kufanikiwa. Wanasema hautakuja kufanikiwa kabisa. Nisikilize nikwambie. Yesu anasema ameyabadili maisha yako toka siku uliposema Yesu ni Bwana. Kuanzia pale umeanza kuwa mpya na maisha yako mapya. Hakuna mwanga, hakuna mchawi, hakuna magonjwa ya kulogwa, wala hakuna mitego ya namna zote. Wewe ni wa kwake yeye. Kuanzia pale una maisha mapya. Kwa hiyo unakwenda kama anavyotaka yeye, anayekujua wewe, sio kama wanavyosema wao. Wewe simama na Mungu kupitia hili jina la Yesu. Sio simama na Mungu kupitia jina la mafuta ya upako, sijui chumvi ya upako, sijui wanasema biskuti za upako. Alafu nisikilizeni vijana wangu sasa wa madhabahuni. Hii ndege imekata kona angani. Vijana wangu wa madhabahuni, matatizo yaliyopo kwenye kanisa la leo, tukiwa kwenye huduma kama hivi, hili kanisa, sisi ndiyo sura ya kanisa. Sisi ndiyo sura ya kanisa. Sasa tunaharibu sana sisi wa hapa mbele, ambayo ndiyo reception yenyewe. Mtoto kwenye nyumba ndiye anayekuwa sura ya baba na sura ya wazazi. Tukiwa tuko madhabahuni au tukiwa kama sura ya madhabahu, ndiyo tunaoharibu kwanza. Utauliza kwa nini? Hapa mbele kwa sababu ni vijana, na ndio maana juzi baba yetu Mzee Mbise akatetea vijana. Hapa mbele sisi wana sifa, labda wana kwaya, wana praise. Sisi tukiwa kwenye ibada yetu hii, tukitoka hapo tunaingia kwenye mambo yetu mengine. Naelewa? Tunaingia kwenye mambo yetu mengine. Utasikia mpiga ngoma yuko na sorolisti yuko na mpiga gitaa. Yaani inakuwa vurugu. Utasikia mpendwa kijana wa kiume naenda kumtembelea binti. Hivi ushawaigi wapi kuona sumaku ikakaa na msumali halafu visigusane? Nani anaweza kuniambia haiwezekani? Sasa sura ya kanisa, na ndio maana siku moja nimejidai sana. Nimepita sehemu fulani, alafu akaweko mabinti zangu mbele, alafu vijana wakiwaangalia wale mabinti, alafu nasikia sasa mimi ndo napita na ile baja yangu ile, alafu napita pole pole, naona vijana wanaangalia. Sasa nikaa natafuta kusikiliza wataongea nini kuhusu wale mabinti, na mimi baba ya mtu nisikie. Asikia anasema wale mabinti wa Shadraki wale, na baba ya mtu huyu hapo hivi, mmemwona huyu baba yao huyo hapo, wale hawaitiki. Nikasema
kumbe na mabinti namna hii, kumbe. Basi pale bichwa langu likawa kama alafu nasikia pastor, wao wenyewe wanataka kuita mabinti, naona nasikia pastor, na mimi ikabidi nisimame. Vipi vijana wangu? Najidai mabinti wamenipa bonge la bichwa. Kumbe ukiwa na msimamo unakuwa na thamani ya peke yake sana. Halafu nikajiona wow, hivi kumbe mabinti wananisikilizaga au ndo tabia zao? Hivi mnanisikilizaga au ndo tabia zenu? Nikikufundisheni mnaelewa? Mnaelewaga hivi mnaelewaga mafundisho? Amina. Basi kwa hiyo nikajisikia kama wow, hivi kumbe mabinti zangu ndivyo. Sasa wewe unafikiria vipi ningejisikiaje kama wasema wale maji ya Mbeya, maji ya Mbeya, maharage ya Mbeya, maji mara moja tu, yani unaelewa Sasa hii hapa ina kama mimi mwanadamu najisikia hivi, unamfikiria vipi Mungu anajisikia vipi kama tunakuwa weak, tunakuwa dhaifu? Mungu anakutaka uwe strong kwa sababu kakuumba wewe ni strong. Sasa usije ukapokea yale wanasema nini. Amesema nitakubariki, elewa kuwa Mungu amesema nitakubariki, maana yake kashakubariki. Piga kazi binti yangu, piga kazi mama yangu, piga kazi kijana wangu. Mungu amebariki. Watakaposema wewe huwezi kwenda huko, Mungu amesema mimi ndo ninakupeleka. Anakupeleka, unakwenda anakotaka yeye. Na mimi nakwambia hivi, Mungu akisema amesema, na amesema wewe hayo magonjwa yatapita kuzimu. Amesema laana zitakwenda kuzimu. Amesema matatizo na shida zote zitakwenda kuzimu. Wewe ni mbarikiwa. Na kama umebarikiwa, basi usisikilize wanasema nini, ila msikilize Mungu. Anasema mimi ninakujua. Yaani Mungu akikujua, wengine hata wakikukataa, yeye aliyekuumba wewe ndiye anayekujua. Ujue wewe ni wa thamani ya peke yake sana. Haleluya. Tusimame watu wa Mungu. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji haya na damu yaliyotoka, ni kweli hunisafi na dhambi. Bwana hunifanya mshindi, na kwa kazi zote Bwana sitimizi sheria. Mimi nijapofanya bidii, ni kweli nikilia na hayaishi makovu. Bwana iwe wakuokoa. Basi ukiwa kwenye uwepo huo, kama unahisi unaona maisha yako yanahitaji matengenezo na Mungu, kama unaona maisha yako yanahitaji matengenezo, ninakuomba upite mbele, tuombe pamoja ili uende sawa na mapenzi ya Mungu. Kama unaona ndani yako unahitaji matengenezo kwa namna yoyote, basi pita mbele, tuombe pamoja ili ukaanze na Mungu. Kama unaona ndani yako unahitaji matengenezo, kama unaona ndani yako unahitaji matengenezo. Wakati mwingine unaweza kuwa unaona kabisa ninahitaji matengenezo, lakini kuna roho fulani, hilo la upinzani linakwambia hivi na wewe nawe, yani mimi niende pale, mimi niende pale. Hilo sio roho la kimungu, hilo ni roho la kuzimu. Lakini Mungu anataka wale walio safi, wenye mioyo safi, wanyenyekevu, wenye upole
upole wa kimungu, wenye kumjua Mungu kuwa yeye ndiye anayeweza peke yake kuwathaminisha. Huyu ndiye Mungu anayeweza kufanya yote, Mungu, katika jina la Yesu. Hivyo usione aibu ya kutengeneza na kuanza, na usisahau kuwa sasa ni katika zile nyakati ambazo Yesu alisema siku za mwisho. Sasa tupo karibu na siku za mwisho, yaani tupo mwanzo wa mwisho. Mambo ni mengi sana duniani kwa sasa. Jitahidi sana kukimbia hiyo dunia ili ukaanze na Mungu. Basi Mfalme wetu na Mungu wetu, yeye ni Mungu wa pekee sana anayetusimamia maisha yetu. Ametupa zawadi ya maisha ya pekee yake sana, ili tumpende, tumtukuze yeye. Yeye ndiye msimamizi wa kila tunachokihitaji. Hivyo ninaomba mnifuate maneno haya. Naomba vyombo tulizeni kidogo. Ninaomba mnifuate maneno haya. Semeni: Baba Mungu, katika jina la Yesu, mimi mwanao ni mwenye dhambi, ninakuja mbele zako, ninahitaji msamaha wako. Unisamehe dhambi zangu zote, ufute jina langu kwenye kitabu cha mauti, uniandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, ili niishi maisha mema ya kukupenda na kukupendeza, kukutegemea na kukutumikia wewe Mungu, katika jina la Yesu. Amen. Mungu katika Kristo Yesu, ninakutukuza Bwana kwa ajili ya mengi unayoyafanya juu ya maisha yetu, kwa sababu umetupa zawadi ya maisha. Mfalme wetu na Mungu wetu, asante kwa uwepo wako katika siku hii ya leo. Bwana, tumekuona toka tumeingia mahali hapa. Mfalme Mungu, umeweza kuonekana na umesema nasi, na tazama watoto wako mbele yako, na wajua wewe. Katika jina la Yesu Kristo ninawaleta mbele zako Mfalme, kwa vinywa vyao Bwana wa majeshi wamekiri ya kuwa wewe ndiye Bwana. Ninauliza Mfalme Mungu, ukaanze nao, ukawape maisha yaliyo bora. Mfalme Mungu, ukaonekane katika kila wanalolihitaji, ukaonekane kuwa baraka, ukaonekane kuwa uzima na afya katika utukufu wako Mungu, ukaonekane kuwatetea na kuwasimamia katika jina lako Yesu. Ukaonekane kwa vijana wa kiume, ukaonekane kwa vijana wa kike. Mungu, ukaonekane Bwana Mfalme, ukawatetee na kuwasimamia katika jina lako Yesu. Mungu, ukaonekane kwa binti huyu, ukaonekane kwa mama huyu pia. Mfalme Mungu, kwa kijana huyu Bwana, ukamtetee na kumsimamia katika jina lako Yesu. Mungu wetu uliye hai, ukaonekane kwa mama huyu Bwana, hata mtoto huyu Mungu, ukawasimamie na kuwatetea kwa jina lako Yesu. Ukaonekane kwa binti huyu Mungu, ukajidhihirishe kwa mama huyu, ukaonekane kwa binti huyu pia. Mfalme Mungu, ukajidhihirishe kwa binti huyu, ukaonekane Bwana Mfalme, ukawazungusha wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu uliye hai, ukaonekane Bwana, ukigusa maisha yao, ukigusa kazi zao na biashara zao, familia zao zote Mungu, katika jina lako Yesu Kristo. Ninakutukuza Mfalme kwa ajili ya mkutano huu Bwana, ninakusihi ukaonekane, ukawatetea. Ninaomba uweke mkono wako kifuani, twende kuomba. Na kama kuna mgonjwa mahali fulani, basi Mfalme Mungu anakwenda kumgusa kule aliko. Mfalme wetu na Mungu wetu, ninakutukuza kwa ajili ya mkutano huu Baba. Tazama, ninawaleta wagonjwa wa namna zote Mfalme Mungu, walioko mahali hapa na hata walioko nje. Mfalme Mungu Bwana, ninakusihi mkono wako ukaonekane kule waliko Bwana, ukawaguse katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ukaonekane ukiwatetea na kuwafunika. Ninakataa nguvu za wanga, uchawi, nguvu ya hofu na mashaka, laana, mikosi na balaa, matego ya namna zote
kwa jina la Yesu Kristo, zikapate kushindwa. Lakini Mungu kawafunike kutoka mashariki, magharibi, kusini na kaskazini na katika anga lote. Ninakutukuza Mungu katika jina lako Yesu Kristo. Ninaukabidhi mkutano wote na wote tuseme amen. Moyo wangu wakuhitaji, uniguse tena, gusa